Mwavilenga, kaa chini. Swali limetoka kwa Mheshimiwa Mwashambu. Sasa wewe unalirukia la nini? Ungesubiri Mwashambu apewe ufafanuzi, labda ndio angeyasema hayo ambayo unayasema wewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kaa chini, nimesema kaa chini. Kwa maana ya taarifa niko sahihi sana. Nitakuwa kwenye azimio namba 4 ambalo linazungumza kikao cha majumuisho kilikaliwa tarehe 2 mwezi wa 6. Na hii muhtasari upi ili twende pamoja? Muhtasari wa tarehe 28 mwezi wa 4 2026, kwenye azimio namba 4. Ukurasa wangapi? Ukurasa wa 18. Karibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza hili swali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na usafi wa mazingira uliopo pale custom kwenye eneo letu la mpaka, tuliweka azimio la baraza kwa maana ya kwenda kufanya usaidi pale au kuangalia zoezi linalopita, yaani kujua hali halisi ya magari yanapita mangapi. Na nashukuru kamati ya fedha walikuwa direct kwa maana ya kwenye eneo hilo, lakini waliongezwa madiwani kadhaa kwa maana ya kushirikiana na hao. Sasa baada ya research ile, taarifa inasema tarehe 2 mwezi wa 6 kilikaliwa kikao cha majumuisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka kujua kwa kuwa mwezi before, kabla ya huo mwezi ambao tuliandaa hii kamati, tuliona mapato yale hayako sawa. Sasa tuliunda kwa maana ya kwenda kuhakiki. Baada ya majumuisho nilitaka kuona taarifa imesemaje, nini ambacho tulikigundua. Na nasema hivyo Mwenyekiti, kwa sababu waliopewa ridhaa ya kuwepo pale walikuwa wanafanya kazi kama madiwani, lakini pamoja na watumishi kuhakikisha kwamba mapato tunapanda. Je, waligundua nini? Na katika hayo majumuisho, kwa nini haijaja majumuisho hayo, ili na sisi tuwe na ufahamu sasa kwamba tulichowatuma ni hiki. Baada ya hapo nitakuwa na swali la nyongeza. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba yako wewe mwenyewe, Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la mjumbe kuhusiana na maagizo ya kamati ya fedha kwenda kufanya ziara pale ili kujiridhisha kulingana na makusanyo yaliyoko pale, kutokana na ile orodha ya mara ya kwanza kuona ile trend ya pale custom imekuwa iko chini sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa, nikiri kwamba kamati ya fedha ilienda pamoja na majumuisho ya hao madiwani walioko pembezoni mwa zile kata, na tulibaini mambo kadha wa kadha ambayo kwa maelekezo ya mwenyekiti aliyoyaeleza kwa mkurugenzi yalipaswa yawepo hapa. Lakini pia tuligundua upungufu mkubwa wa watumishi kwenye vile vituo ambao walikuwepo pale na wanazidiwa kuweza kumanage ile huduma ya kuweza kutoa risiti, na gari zingine zikiwa zinapita bila kulipa ushuru. Lakini tuligundua kuna risiti ambazo zilitumika nje na kile kituo, kwa maana ile zoni ilikuwa na maelekezo yake. Lakini tuligundua mapungufu mbalimbali. Lakini kwenye kikao cha majumuisho tulitoa maoni. Kwanza, wale waliogundulika kuonekana wamechangia yale mapungufu yaliyoko pale, basi tulimshauri mkurugenzi kwamba hatua zichukuliwe, na tunamshukuru kwamba amevunja kile kikosi na kuunda kikosi kingine. Lakini pia ametanua uwigo mkubwa kushirikisha hizi taasisi, kwa maana TAKUKURU, jeshi la polisi pamoja na usalama. Lakini pia yule ambaye alionekana risiti imeenda kusoma pale ambayo sio ya kile chanzo aliondoshwa kazini. Kwa hiyo kuna mambo kadha wa kadha yaliyokuwa yamefanyika ambayo yanatupa idea kuona kwamba tunapoelekea unaweza kukatupa picha halisi ya usimamizi wa mapato kwenye chanzo na vyanzo vingine. Asante. Toka kwenye hesabu ya magari 600 mpaka 900 mpaka 1000. Lakini jambo lingine tunagundua pia uhaba wa posi unachangia. Kwa hiyo pia kamati ilishauri kwamba zitafutwe posi ili pawe na watumishi wengi na posi nyingi zaidi. Lakini pia tumeelekeza
na tunawaomba wananchi wa mji wa Tunduma kuwa na uzalendo, hasa wale vijana wetu ambao wanapata nafasi ya kutusaidia kukusanya mapato katika mazingira yote tulionayo ya mji wa Tunduma ya ukusanyaji wa ushuru. Wawe na uzalendo na kujituma zaidi pindi wanapopata ajira za muda za ukusanyaji wa mapato. Asante. Kama kuna swala nyongeza. Tusiwe na maswali mepesi kwenye mambo makubwa, yaani mpaka kufika mahala kwamba kamati ya fedha iende isitoshe, lakini na wale majirani waongeze nguvu, kwa maana ya kuwa wengi hili jambo lilibainika kwa ukubwa mzito. Na mimi nikubaliane na wewe kwa maana ya majibu haya ya mwishoni kwamba tulikuwa na gari 600 mpaka sasa 1000. Sasa ili tuende kuona kwamba tumeokoa nini, lazima tuende kwenye majumuisho, tutoe hesabu zilizo kweli ambazo baraza hili tukubaliane kwamba tulipoteza fedha kwa ajili ya kuhakikisha mapato yanakaa vizuri na makato yamekaa vizuri. Sasa nianze kwa kusema kama tulikuwa na gari 600, tulikuwa na fedha kiasi gani? Sasa mpaka kufikia 900 unaoisema na 1000, tumepata kiwango gani, ili tuweze kulinganisha figa. Na mimi naamini katika majumuisho haya mambo lazima yanakuwepo na utaratibu upo ambao wa majumuisho, kwa maana ya kwamba management inakaa pamoja na walioenda kukagua hili jambo. Baada ya muda wanatuletea hesabu. Sasa kama kablasha lipo, ni vizuri lije litoe hizi hesabu, kwa sababu hapa inatolewa historia. Lakini mambo ambayo matatu naona nitapatiwa pia majibu kwamba je, baada ya kugundua watumishi wako wachache, kwa huyo aliyejibu swali kamati ya fedha, baada ya kugundua wachache, je, waliongezwa? Na kama hawajaongezwa maana tulizi kuibiwa. Lakini je, mapato sasa yalikuwaje baada ya kufanya hiyo timu? Lakini mwisho, baada ya hiyo tupate sasa ongezeko ili tujiridhishe. Kama hakutakuwa na watumishi wa kutosha, baraza lako liseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema kwa sababu pale ni sehemu ya chanzo cha mapato ambayo yanapotea kwa wingi sana. Kwa nini nasema kwa wingi sana? Kwenye bajeti yetu tulitakiwa tuwe na bajeti ya bilioni 22.2 kwa mwaka huu wa fedha, lakini tumefika bilioni 20 na something. Sasa kumbe tungeweza kudhibiti hili mapema, mambo yangekuwa yako mazuri. Baada ya kusema hayo, nitakuwa mwenyekiti kwa maana ya kututendea haki baraza hili, ili na sisi tulizike, mwisho wa siku tujue amount kutoka 600, 900 mpaka 1000. Baada ya hapo nitakuwa na jambo la kusema kama itanitosha kwa mujibu wa hili. Kwa sababu ya hili pengine nisikubaliane, nitakubaliana eneo lingine au hili. Asante. Ushuru wa mapato kwa maslahi ya mji wa Tunduma wawe na uzalendo mkubwa wa kutosha kwa ajili ya maendeleo yetu sisi sote. Asante. Mwenyekiti anayefuata ni Mheshimiwa Migodela. Lakini tumesema kama kutakuwa kunahitajika ufafanuzi zaidi kwa kifedha kwamba tulipoteza shilingi ngapi, wataalamu watuandalie, watuletee katika baraza lijalo. Karibu kwa swali la nyongeza. 8 azimio namba 4 ile mistari miwili ile watatu kidogo utekelezaji kwenye rangi ambayo imekolea, alafu naruka mistari miwili tunakuja kile cha mwisho, kipengele cha mwisho mistari miwili imeandikwa hivi: aidha kikao cha majumuisho kimefanyika tarehe 2 mwezi wa 6 2026 kwa ajili ya kuweka mikakati ya kudhibiti mianya ya upotevu wa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, kikao kilichopita nilishauri hii hoja tunaweza kuijadili miaka 5 na tusifike conclusion. Hoja hii nilishauri mimi tufunge kamera pale Mtoni. Wewe ukiwa nyumbani kwako usione gari asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka kesho nimepita ngapi. Mkurugenzi akiwa nyumbani kwake, yuko Dar es Salaam, yuko Dodoma kwenye vikao, azione gari zilizopita kwenye mji wake ni ngapi pale chini. Hakuna gari inayokuja kwa ndege hapo. Tunakwepeje kamera ya shilingi 1,500,000 kufunga pale chini, pale kwenye mzani pale chini Mtoni pale, hivi inahesabu gari na hesabu tu. Badala ya kuniamini mimi nikate receipt pale custom. Kama gari moja ni shilingi 10,000, mimi nikipewa shilingi 5,000 bila kupa receipt, wewe gari hiyo ipite, si inawezekana tu.
Kama tuna huruma na halmashauri yetu ipate mapato, tufunge kamera 1,150,000 pale. Hard disk inahesabu matukio miezi 12, hard disk yake 1,150,000 tufunge pale. Wewe ukiwa nyumbani huna shida. Tena unanipigia na mimi, Mheshimiwa Mligo, kesho tuna shilingi kadhaa za gari kesho. IT zilizopiga. Kuna shida gani Mheshimiwa Mwenyekiti? Asante. Ambayo tunayo. Mjenzi karibu. Kwa upande wa Mpemba, lakini ule upande wa juu mpaka maboresho ya barabara yakamilike. So sasa hivi kuna maboresho, kunakuwa na njia nyingi tofauti, huwezi kufunga kamera. Tumeendelea kama hoja zetu za msitu, tunajibu vikao vilivyopita, tulishaweka bajeti mpaka ya kufunga gate ya Kwesa, lakini maboresho ya barabara ameturudisha nyuma. Basi nadhani lipokeeni hilo ndani ya miezi mitatu hii mpaka tutakapokuwa tunakuja katika baraza lingine, kama itakuwa tayari mmesha tekeleza au itakuja na jambo gani, tuje tuwashauri. Lipokeeni hilo tuletee katika baraza lijalo. Tulipokea. Mheshimiwa lakini wanaotaka kuliondoa kwenye udijitali ni hizi taarifa wanazotuletea kwenye majumuisho. Anachokisema Mligo, mimi kama mjumbe niliyekuwepo pale custom kwenye majumuisho hayo tuliongea na tujue tulitumwa na baraza, yangeandikwa yale yote tuliyopendekeza hapa, maswali na kikao chako kingekuwa kifupi. Na shauri jambo la pili, hii muhtasari tuliyoletewa iwe imekuja imeenea, ina majibu ya kutosha, ili uwenyekiti wako wa viwango ujulikane Tanzania nzima kwamba ndani ya masaa mawili Mwamba amemaliza gero. Sababu bila hivyo tutakuwa tunakaa masaa 4 tunahoji, na wewe tumekukubali mwenyekiti. Asante sana. Juu ya kuleta taarifa ambazo zimekamilika na zimeshika zisiwe zinatupotezea muda, lakini kwa mkono taarifa za kamati uelewa kwa ndani zaidi, na kama haijashiba mle ndani tujengee uwezo mle kujadili, kamati ielewe iweze kufafanua ndani, lakini ukisema tulete kila kitu hizi kamati za kudumu hizo taarifa sio za kwetu. Kwa niaba ya baraza niweze kuongelea maswali ambayo wengi wameuliza Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini naona majibu yaliyotolewa hasa kwenye azimio namba 4 kwenye maazimio ya kamati ya fedha ya tarehe 28 mwezi wa 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tutasubiri majibu haya ambayo yametajwa kwamba yataletwa, lakini sijajua Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nipate ufafanuzi kuhusu kanuni zako zinazuia kuleta hayo maadhimio kuambatanisha na hii taarifa wanayotumia baraza, kwa sababu maswali mengine yanakuja Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa sababu tunashindwa uelewa. Kwa mfano, kamati imeenda kuchunguza mahali, imekuta kuna ubadhirifu, kuna nini, lakini maelekezo tutakuwa tunasikia tu, tunajibiwa mdomoni bila kuyasoma mahali popote kama kumbukumbu ya halmashauri. Naomba pia kujua hayo Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hayo maadhimio, kwenye hayo majumuisho mliotumisha, inaonekana mmeenda mbele kabisa, mmeenda kutengeneza mikakati ya kudhibiti mianya ya upotevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, yote hayo hajaelezwa hapa kwamba ni kitu gani kilipotea ambacho mmeenda kuweka hii mikakati. Na kama mnasema hatuwezi kuyaweka kwenye hizi taarifa zinazokuja kwenye baraza, je, sasa hii mianya ya upotevu ya nini? Nayo pia ingekaa kwenye kule ambako weka iko ni kukaa hapa. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, pia yale mapendekezo yenu kama kamati, unajua Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya fedha ndio injini ya hili baraza. Kwa hiyo ningeomba kile mnachokijadili pia hata baraza kiliweze kukipata. Kwa mfano kama hapa mmeongea vitu vingi kwa mdomo, hatujavielewa kama vimeandikwa wapi. Tutasikiliza na inawezekana tukitoka tu nje tutasahau. Hatuna mahali pa kujikumbusha kama baraza tutakapohojiwa na wananchi huko nje. Naomba sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama itakupendeza, taarifa hizi zinapokuja ambazo zinahusu kamati ya fedha na uchunguzi mlioufanya, naomba basi ziambatanishwe na hizi taarifa wanazotumia baraza, ili tuweze kuzisoma kamati ya fedha imechunguza nini. Kwa sababu wakiandika hivi kama walivyoandika Mheshimiwa Mwenyekiti,
kuna mashaka makubwa yanayotiwa hata kwenye kamati yako pia. Kwa hiyo naomba kuwe na uelewa mpana kuelewa hili. Nikisoma tu na ninayoyasikia nje na nikifuatilia kamati ya fedha namna ambavyo umeenda kudadavua na nikija kuambiwa hapa na sijasoma popote, mheshimiwa mwenyekiti, kamati yako bado inakuwa kwenye mashaka makubwa kwamba nini imeenda kuchunguza na nini kimechukuliwa. Hata yale ambayo mheshimiwa mwenyekiti mmeadhimia kwamba yatekelezwe, hatuwezi kuamini kama yametekelezwa, kutuambia tu mdomoni kwamba hatua zimechukuliwa, ni wakina nani wamechukuliwa, hatuwaoni hapa. Kwa naomba kama Titia anasema kuna adhimio linalokuja hilo, lije na watu hawa waliochukuliwa hatua ni wakina nani waliokuwa wanafanya ubadhirifu kwenye hii halmashauri. Kwa ningeomba mheshimiwa mwenyekiti, hili lieleweke, baraza hili ni la kwako na kamati ya fedha ndiyo injini. Tunaomba kitu kinachokuja kwenye baraza, taarifa inayokuja kwenye baraza iwe imekamilika. Tunapoisoma tujue kamati ya fedha imefanya kazi gani kwenye kamati yao. Kulikuwa ni hivi ambavyo iko bubu. Tutatafsiri mambo mengi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mjumbe wa kamati ya fedha, nimeona Mheshimiwa Shemge unataka utolee ufafanuzi hilo. Karibu. Mjumbe anayetilia mashaka kamati ya fedha wakati tumeaminiwa kufanya kazi, na bahati nzuri ile crew nzima ilikuwa imeungana na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa kuwa hakuna shaka kabisa, na kama alivyoelekeza mwenyekiti kuwa taarifa ukizihitaji utazipata. Ni kutoa taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimpe taarifa mzungumzaji kwamba kilicholeta shida hapa ni dokumenti za majumuisho hazipo. Sasa mjumbe anavyosema kwamba tusiwe na shaka, tunakuwa na shaka juu ya hilo. Sasa kama haelewi utaratibu mheshimiwa mwenyekiti, nidhamu ya kikao izingatiwe. Yaani Mheshimiwa Mwavilenga, yaani utaki mjumbe wa kamati ya fedha atoe majibu au akikaa, manake si nitakuwa na sehemu, na ndio maana nampa taarifa kwamba kinachotiliwa shaka ni hayo majumuisho ambayo hayana statement yoyote. Sasa akikaa akisema liko sawa. Mheshimiwa Mwavilenga, kaa chini. Swali limetoka kwa Mheshimiwa Mwashamba. Sasa wewe unalirukia la nini? Ungesubiri Mwashamba apewe ufafanuzi, labda ndio angeyasema hayo ambayo unayasema wewe. Mheshimiwa mwenyekiti, kaa chini, nimesema kaa chini. Kwa maana ya taarifa niko sahihi sana. Mheshimiwa mjumbe, endelea kutoa ufafanuzi. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Mjumbe amesema anatilia mashaka au watu wanatilia mashaka kamati ya fedha. Ni mashaka yapi? Sasa mimi nimetaka tu kumuondoa hofu kuwa kulikuwa na vyombo vya ulinzi na usalama na kazi ile imefanyika kushirikiana na madiwani wa kata za karibu. Kwa hiyo nimuondoe shaka tu kuwa hizo taarifa kama alivyoahidiwa kuwa atazipata. Na watu waliochukuliwa hatua akihitaji pia anaweza kuambiwa kama anahitaji iwe hivyo. Sijajua mwongozo wa kiti chako kinasemaje. Ni kutoe shaka Mheshimiwa Mwashamba, lakini pia ni sononeke sana kuitilia mashaka kamati ya fedha. Ni mashaka yapi unayoitilia kamati ya fedha? Kwa hiyo angalia namna utakavyofanya, na kama watu walipoteza vile vitabu vya kanuni, basi tuwape ambao watakuwa hawana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea Mheshimiwa Mwenyekiti la kwanza, wakati Mheshimiwa diwani baada ya kuwapa tuliwapa vitendea kazi vyote kwa mujibu wa kanuni natakiwa wawepo, ikiwemo kanuni ya Mheshimiwa diwani. Mimi niombe tu waendelee kupitia kanuni kwanza za kamati, lakini kanuni za maswali ya nyongeza na kanuni za uendeshaji wa vikao, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni tunaendeshwa na kanuni, sio hisia binafsi za mtu. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea tuendelee kuona namna bora ya kuendelea kuwakumbusha Mheshimiwa diwani. Inawezekana akiwa mwenyewe kusoma kamati na kwenye ufafanuzi kidogo shida, tukiwa pamoja na tukakumbushana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi hii tena ya kuuliza swali la nyongeza, lakini sio swali la nyongeza. Naona hawajanielewa hapa ninaposema hii mistari ukiisoma inatilia shaka kamati ya fedha. Sina mashaka na kamati ya fedha, lakini nimesema kama kanuni zinaruhusu kuweka hiyo miutasari ya kamati ya fedha kwenye hili jambo la taarifa ya baraza, kwa nini isiwepo?
Ndio maana yangu. Mbona mkurugenzi amejibu kamati ya fedha ipo? Sasa nimeona ni kama watu wameelekeza kwamba nina mashaka na kamati ya fedha. Sio hivyo. Unashauri nini samaki? Mimi nashauri kama kanuni zinaruhusu kuweka haya, kwa sababu kanuni haziruhusu. Mimi sina maswali, ndio nilikuwa jibu langu tu kwamba kanuni haziruhusu kuweka yote hapo. Basi sawa, ndivyo ilivyo.